Ni mmoja kati ya viongozi wanaoogopwa zaidi duniani, asiyeweza kuruhusu watu wake kuondoka ndani ya taifa lake kwa uhuru. Amejenga taifa lenye silaha za nyuklia huku maisha yake yakibaki kuwa siri kubwa. Kim Jong-un ni nani hasa? Aliwezaje kushika hatamu za madaraka akiwa na umri wa miaka 27? Na kwa nini dunia nzima imeendelea kumtazama kwa jicho la tahadhari? Leo tutaingia ndani zaidi katika historia ya mmoja kati ya viongozi wenye utata mkubwa zaidi duniani. Karibu kwenye makala hii. Kama ungependa historia, siasa za kimataifa na simulizi za viongozi waliobadili dunia, usisahau kujiunga na ukurasa huu kwa kubonyeza kitufe cha subscribe na kuwasha alama ya kengele ili usikose simulizi nyingine. Safari yetu inaanza katika mwaka wa 1984. Januari 8 ya mwaka huo ni siku isiyosahaulika, kwani ni siku aliyozaliwa Kim Jong-un ambaye ni mjukuu wa Kim Tung-sung. Tofauti na watoto wengine duniani, Kim Jong-un alizaliwa ndani ya familia iliyokuwa na mamlaka makubwa kuliko familia nyingine yoyote katika taifa la Korea Kaskazini. Jambo la kushangaza ni kwamba utoto wake uliwekwa kwa siri kubwa. Serikali ya Korea Kaskazini haikuruhusu taarifa nyingi kuhusu maisha yake zijulikane. Hata picha zake za utotoni zilikuwa chache sana. Akiwa bado kijana, Kim Jong-un alikwenda kusoma nchini Urusi kwa kutumia jina bandia. Watu waliokuwa wakisoma naye hawakujua kuwa alikuwa mtoto wa kiongozi wa Korea Kaskazini. Inasemekana kwamba alipenda sana mpira wa kikapu na alikuwa shabiki mkubwa wa mchezaji maarufu wa NBA Michael Jordan. Wengi waliomfahamu wakati huo walimuelezea kuwa alikuwa mtulivu, mwenye ushindani katika michezo na aliyependa kujitenga na watu wengi. Baada ya kumaliza masomo yake, alirejea Korea Kaskazini na kuanza kuandaliwa kwa siri kuwa mrithi wa baba yake. Hatimaye mwaka 2011 aligeuza historia ya taifa hilo, kwani Kim Jong-il alifariki dunia kutokana na matatizo ya afya, na ndani ya muda mfupi Kim Jong-un aliyekuwa na umri wa miaka 27 kwa wakati huo akatangazwa kuwa kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini. Wachambuzi wengi walijiuliza swali moja: je, kijana huyo angeweza kuiongoza nchi yenye jeshi kubwa, silaha za nyuklia na mfumo mgumu wa kisiasa? Lakini kwake matendo yakawa ni dhidi ya maneno, kwani ndani ya muda mfupi baadaye alianza kuonesha kuwa alikuwa tayari kushika hatamu zote za uongozi katika taifa hilo. Katika miaka ya mwanzo ya utawala wake alifanya mabadiliko makubwa ndani ya serikali na jeshi. Viongozi kadhaa waandamizi waliondolewa madarakani huku wengine wakikabiliwa na adhabu kali. Hatua hizo zilionekana kama njia ya kuimarisha mamlaka yake na kuondoa upinzani wa ndani. Baada ya kuimarisha utawala wake, Kim Jong-un alielekeza nguvu kubwa katika kuendeleza teknolojia ya makombora na silaha za nyuklia. Korea Kaskazini ilifanya majaribio kadha wa kadha ya nyuklia pamoja na kurusha makombora ya masafa marefu. Kila jaribio lilizua hofu kubwa duniani. Mataifa mengi yakiongozwa na Marekani, Japan na Korea Kusini yalilaani hatua hizo. Umoja wa Mataifa uliweka vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Korea Kaskazini kwa lengo la kuishinikiza kusitisha programu zake za nyuklia, lakini Kim Jong-un hakurudi nyuma. Badala yake aliendelea kusisitiza kwa silaha hizo ndio ngao ya kulinda uhuru na usalama wa taifa lake dhidi ya vitisho kutoka nje. Kisha mwaka 2018 dunia ilishuhudia jambo ambalo wengi hawakulitarajia. Kim Jong-un alivuka mpaka Korea Kusini na kukutana uso kwa uso na Rais Moon Jae-in katika mkutano wa kihistoria uliolenga kupunguza mvutano kati ya mataifa hayo mawili, yani Korea Kaskazini na Korea Kusini. Miezi michache baadaye alikutana na Rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ya viongozi wa nchi hizo mbili kukutana ana kwa ana. Picha za viongozi hao wakipeana mikono zilisambaa duniani kote na kuibua matumaini kwamba huenda mgogoro wa nyuklia ungepata suluhisho. Hata hivyo, baada ya mikutano kadhaa, mazungumzo hayo hayakufikia makubaliano ya kudumu na mvutano uliendelea. Nchini Korea Kaskazini, Kim Jong-un ameendelea kuwekeza katika miradi ya ujenzi wa miji mipya, viwanda na miundombinu. Serikali yake pia imesisitiza maendeleo ya sayansi, teknolojia na kilimo. Hata hivyo, mashirika mengi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakikosoa serikali yake kwa madai ya kuwepo kwa udhibiti mkali wa uhuru wa kujieleza, vyombo vya habari na shughuli za kisiasa. Serikali ya Korea Kaskazini imekuwa ikikanusha tuhuma hizo na kusema inalinda usalama wa taifa lake. Moja kati ya nyakati muhimu za kukumbukwa ni wakati dunia ilipokumbwa na janga la COVID-19, ambapo Korea Kaskazini ilifunga mipaka yake kwa muda mrefu sana. Hatua hiyo ilipunguza biashara na mawasiliano ya kimataifa, jambo lililochangia changamoto za kiuchumi nchini humo. Na leo hii Kim Jong-un ameendelea kuwa mmoja kati ya viongozi wenye ushawishi mkubwa na pia wenye utata mkubwa zaidi duniani. Kwa baadhi ya wananchi wa Korea Kaskazini, yeye ni kiongozi anayelinda uhuru wa taifa lao dhidi ya mataifa yenye nguvu.
Kwa wakosoaji wake, yeye ni mtawala anayesimamia mfumo unaodhibiti kwa ukali haki za kiraia na uhuru wa kisiasa. Kim Jong-un ameandika ukurasa wake katika historia ya dunia. Maamuzi yake yameendelea kuathiri siasa za Asia Mashariki, usalama wa kimataifa na mahusiano kati ya mataifa makubwa duniani. Tofauti na viongozi wengi duniani, maisha binafsi ya Kim Jong-un yameendelea kuwa siri kubwa. Serikali ya Korea Kaskazini hutoa taarifa chache sana kuhusu familia ya kiongozi huyo. Hivyo, baadhi ya taarifa zinazojulikana zimetokana na ushahidi wa waliowahi kufanya kazi karibu na familia hiyo au taarifa zilizochunguzwa na vyombo vya habari vya kimataifa. Katika masuala ya ndoa, Kim Jong-un anaaminika kuwa amemuoa Ri Sol-jul, ambaye mara nyingi huonekana akiwa ameandamana naye katika hafla rasmi za kitaifa. Ri Sol-jul alianza kuonekana hadharani mwaka 2012 na tangu wakati huo amekuwa akishiriki katika baadhi ya shughuli za serikali na sherehe za kitaifa. Kuhusu watoto wao, serikali ya Korea Kaskazini haijawahi kutoa taarifa rasmi kuhusu idadi yao. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vya kimataifa vinaamini kuwa wanandoa hao wana watoto kadhaa. Katika miaka ya hivi karibuni, Kim Jong-un ameonekana mara kadhaa hadharani akiwa na binti yake anayejulikana kwa jina la Kim Ju-ae, lakini serikali haijathibitisha rasmi nafasi yake. Lakini baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuonekana kwake mara kwa mara ni kama ishara kwamba anaandaliwa kwa majukumu makubwa ya siku zijazo. Hata hivyo, jambo hilo bado halijathibitishwa rasmi. Kim Jong-un pia ana dada yake anayefahamika sana katika taifa hilo ambaye ni Kim Yo-jong. Dada huyo ni mmoja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Korea Kaskazini na mara nyingi humwakilisha kaka yake katika shughuli za kisiasa na kidiplomasia. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba yeye ni mmoja ya washauri wake wa karibu zaidi. Lakini hadi leo, sehemu kubwa ya maisha binafsi ya Kim Jong-un bado imefunikwa na usiri. Serikali ya Korea Kaskazini hudhibiti kwa ukali taarifa zinazohusu familia ya kiongozi wake, jambo linalofanya iwe vigumu kuthibitisha taarifa nyingi zinazohusu maisha yake nje ya shughuli rasmi za kisiasa. Hivyo, licha ya kuwa mmoja kati ya viongozi maarufu duniani, Kim Jong-un bado ni mmoja kati ya watu ambao maisha yake binafsi yanajulikana kwa kiwango kidogo kuliko viongozi wengi wa mataifa mengine. Swali la msingi linabaki kwako. Je, una maoni gani kuhusiana na Kim Jong-un? Je, huyu ni kiongozi shupavu anayelinda maslahi ya taifa lake au ni mtawala mwenye serikali zinazoiweka Korea Kaskazini katika hali ya kujitenga? Tuandikie maoni yako hapa chini.